Yes, bana, imeibuka mjadala ambao umetokana na game ya Pamba Jiji dhidi ya Singida Black Stars pale jijini Mwanza baada ya Singida Black Stars kupata nafasi ambayo walizitumia wakafunga wakapata mabao, lakini kuna utata ambao umefanyika kimaamuzi, na hii lawama tunaipeleka kwa muamuzi mshika kibendera ambaye alishindwa kumsaidia muamuzi wa katikati katika kufanya maamuzi. Nasemaje? Kwa sababu gani? Kuna tukio la kipa wa Singida Black Stars Obasige kustahili kupewa kadi nyekundu kwa sababu alidaka mpira akiwa nje ya eneo lake la goalkeeping, kwa maana kwamba ule mstari wa 18 mpira ulikuwa haujavuka. Kwa bahati mbaya kwa makadirio ya mlinda mlango, kwa sababu kulikuwa kuna washambuliaji wawili wa Pamba Jiji wakienda kuplace kutaka kutumia nafasi hiyo, basi akawa amejikuta amedaka ule mpira ukiwa nje. Sasa sheria inasemaje? Pale goalkeeper alistahili kupewa kadi nyekundu licha kwamba alikuwa ndani ya kile kiduara, kwa maana ule mzunguko wa D, na inasemekana ya kwamba goalkeeper mguu mmoja ulikuwa ndani, mguu mmoja ulikuwa nje. Kuna watu wanasema kama mguu mmoja ukiwa ndani mwingine ukiwa nje, basi hiyo haistahili kwa kadi nyekundu, lakini kwa sheria za mpira wa miguu mpira ulikuwa bado haujavuka ile touchline, kwa maana kwamba kipa alistahili kupewa kadi nyekundu kwa tukio la kudaka mpira ambao haujavuka ile touchline ya kwake ambayo ingemruhusu sasa yeye kufanya vile ambavyo anastahili. Na hapo muamuzi msaidizi alipaswa kumsaidia muamuzi wa katikati na kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Msimu huu tunafahamu ligi na kamati wako serious sana kwa maamuzi, na hili ni miongoni mwa tukio ambalo tunatarajia waamuzi kuja kuadhibiwa, kwa sababu wameinyonga Pamba Jiji. Kwa sababu kama Pamba Jiji wangecheza na Singida Black Stars ambao wangekuwa pungufu, huenda wangeweza kunufaika kutokana na hili tukio, ama huenda game isingemalizika kwa Singida kupoteza mchezo na Pamba kupoteza mchezo mbele ya Singida Black Stars. Kwa maana hiyo Singida leo wamenufaika na makosa ya waamuzi, hasa muamuzi mshika kibendera wa pembeni. Ukitazama kwenye video kabisa alikuwa onside position ambayo angeweza kuona kabisa kwamba goalkeeper wakati mpira anaudaka ulikuwa ni nje ya eneo lake, kwa maana hujavuka ile touchline, na alistahili kutoa adhabu kama last man defender akiwa ameshiriki kucheza mpira ambao ulikuwa haujaingia kwenye eneo lake ili aruhusiwa kuanza kutumia miguu. Ni hilo tu ambalo limeibua utata. Watu wengi wamekuwa kiuliza kwamba je, pale alistahili kufanya vile au hakustahili kufanya vile. Aliyezingua mtu wa kwanza ni mshika kibendera, na baada ya hapo sasa Singida Black Stars wakawa wamenufaika kwa sababu muamuzi hakutoa kadi nyekundu kwa golikipa wao. Mwisho wa siku wakavuna kile ambacho walikifuata kwa Pamba Jiji kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC.